Salimia jirani yako. Mbona wewe mama mkono na upeleka nyuma? Jirani yako ni uliye naye kwenye safu moja. Usianze kuchenga na kupelekea jirani mwingine. Hebu salimianeni kila mtu na jirani yake, muulize habari ya leo. Hata kama mmeparuzana nyumbani ni kwa matumizi ya kifamilia tu. Hiyo haitusumbui sisi. Kila mtu wa familia anafahamu, sio kwamba kila siku ni haleluya hosa na nyumbani. Kuna kipindi anaweza kachelewesha ugamu kama hivi na wewe ukoje? Tayari kidogo, lakini hayo yote ni ya kawaida katika maisha ya kijamii. Muulize habari ya masiku. Kabisa. Muulize mbona hatuonani? Kabisa. Basi Mungu ni mwema. Napenda sasa kusikiliza neno la Mungu jioni ya leo ambalo tutafundishwa kwalo kama jinsi ambavyo inampendeza Mungu. Bila kupoteza wakati nimkaribishe ambaye anatuhubiri jioni ya leo. Karibu na Mungu akubariki. Jamani, makofi kwa Bwana Yesu. Kabisa. Amina. Barikiwa. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu pia kwa kunipa nafasi jioni ya leo niweze kusema na watoto wake ambao wanampenda na yeye Mungu anawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ni Jumatano, siku ya mafundisho. Kwa hiyo nina ujumbe ambao Mungu amekuwa akiimba ndani yangu niweze kufikisha ndani ya kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisaidie kumwambia jirani kwamba leo tarajia kupokea kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nataka tuangalie mambo matatu. Yapo mengi, mambo matatu ya hatari kwa Mkristo mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Mambo matatu ya hatari kwa Mkristo mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Yapo mengi ambayo ni hatari, lakini naomba kwa sababu ya muda na hata hivyo nitakwenda haraka, lakini naomba Mungu na Roho Mtakatifu anisaidie hayo matatu yenyewe kwa ufupi tuweze kuangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninaposema Mkristo mchanga, unaweza ukawa upo kanisani miaka 5, 6, 7, 8, 10 ukawa bado ni mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ninaposema mchanga sio ambaye alipokea wokovu jana au alipokea wokovu juzi. Unaweza ukawa kanisani miaka 10 lakini bado ni mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwamba neno la Mungu nalikae kwa wingi ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa basi, ili uwe mkomavu katika wokovu ni lazima kwanza uwe ni mtu umejaa neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa umejaa neno, maana yake wokovu ulionao unakuwa unajua thamani yake, unakuwa unajua unatoka wapi unaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kama upo kanisani miaka 10 bado kusoma neno ni kazi ngumu, unakuwa bado ni mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa leo nataka tuangalie mambo matatu. Amen. Amen. Hii ilikuja baada ya kuwa ninafuatilia sana mahubiri ya kwenye mitandao ya kijamii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kule kuna vitu vingi sana nilivyoona kana kwamba ni hatari kama sisi ambao tumepewa neema ya kufahamu kwa uchache hatutafikisha. Amen. Amen. Kama hatutafikisha basi Ezekieli 33:8 itakuja itushike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Ezekieli 33:8 anasema kwamba Mungu kama anamwambia mtu mbaya aache njia zake mbaya, nawe hausemi wala kufanya chochote ili kumzuia mtu huyo, kama akifa katika uovu wake, Mungu damu ya mtu huyo anaitaka kwenye mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama tutajua hatari zilizoko mbele tuziseme, zikaja kuwapata wowote katika kundi, maana yake damu hizo lazima zitape mikononi mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nilipokuwa nikizunguka humo kwenye mitandao ya kijamii, kuna kitu nilikutana nacho. Kuna vitu vinaitwa mikutano
au mihadhara. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta dini moja na dini nyingine zinajaribu kuelekezana utaratibu na ukweli wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kuelekezana imani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujue kwanza kwamba kuna dini zingine kabisa ni feki. Amen. Zimeniliwa tu na ibilisi shetani ili kuweza kuwapoteza wengi, kama Yesu alivyosema kwamba watatokea makristo wa uongo nao watawapoteza wengi, yamkini hata na wateule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa katika mambo hayo kuna jambo moja ambalo nataka tuangalie. Amen. Nataka tuangalie jambo la kwanza, nataka tuangalie mahali sahihi pa kuabudia. Amen. Mahali sahihi pa kuabudiwa. Kwa mujibu wa Biblia yetu zipo sehemu kuu 3. Amen. Amen. Kuna hekalu, kuna sinagogi na kuna kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka tuangalie vitu kama hivyo. Sasa hawa watu wa hizi dini ambazo hatujui zilitokea wapi na si mpango wa Mungu, wanazo hoja. Amen. Ni hoja ambazo kama hauna neno unaweza ukaziamini. Bwana Yesu asifiwe. Nikakuta mpendwa mmoja ameshikwa sehemu mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Na wengi wao kabisa wanaiacha imani na kufuata hayo mafundisho ya roho zidanganyazo. Kwa hiyo ni vizuri sana hebu tujitahidi kusoma neno na tuelewe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuende kufungua Luka sura ya 4. Hapo tutasoma mstari ule wa 16. Luka 4:16. Tasoma kama ilivyoandikwa. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wa dini ile wakisha kusomea hili andiko wanakuuliza, ndugu, unajua sinagogi ni nini? Kuna mtu anajua sinagogi ni nini hapa? Haleluya. Kuna mtu anajua sinagogi ni nini? Sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizi Biblia kubwa ukifunua huku nyuma kuna sehemu imeandikwa maelezo ya maneno kadhaa wa kadhaa. Bwana Yesu asifiwe. Ukifungua ukatafuta herufi S, ukatafuta utakutana na sinagogi na mbele wameandika maana yake msikiti wa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa waga wanahoja na wanakuuliza, kwa hiyo tunaona Yesu anaingia sinagogi, na wewe unamfuata nani? Namfuata Yesu. Sasa huoni kwamba katika kumfuata Yesu inatakiwa uingie alipoingia kiongozi wako? Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa kama hauna neno unajikuta kwamba mambo yanakuwa magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ashukuriwe Mungu wetu kwa sababu ukiwa ni msomaji utajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu hakuwa anaingia sinagogi kwa sababu ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anaingia sinagogi kwa sababu 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua Mathayo 4:23. Tuone Yesu alikuwa na desturi ya kuingia huko kwa sababu gani?
Mathayo sura ya 4:23 nasema, naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa akiingia katika sinagogi. Amen. Si kwa sababu nyingine isipokuwa kuihubiri habari njema. Shetani akagundua kwamba kama sisi ambao Yesu Kristo alituachia mamlaka, tutaendelea kuingia kwenye masinagogi na kuhubiri habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Watu watamrudia Mungu. Shetani alichokifanya, akaleta uadui kati ya wana wa Mungu na watumishi wa masinagogi. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii huwezi kuruhusiwa kuingia kwenye sinagogi ukaihubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zama za kale walikuwa wakiingia, japo kwamba walikuwa wakihubiri, wale waliokuwamo walikuwa wanajisikia vibaya. Kwa nini walikuwa wanajisikia vibaya? Amen. Amen. Hiyo Mathayo, sogea mbele kidogo, sura ya 6. Sura ya 6 mstari wa 2, tutasoma na mstari wa 5. Sababu gani walikuwa wanajisikia vibaya baada ya mtumishi kutoa maneno ya kweli? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 6:2 nasema, basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Bwana Yesu asifiwe. 5 anasema, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hii mstari vizuri utaelewa kwamba katika sinagogi kulikuwa kunaenda watu wa namna gani. Yesu anajaribu kuwapambanua, anasema wanaingia wanafiki, msiwe kama wanafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu naomba mtu mwenye Biblia yenye maelezo ya maneno afungue, tuangalie unafiki ni kitu gani. Nyuma ya Biblia yako angalia kwenye herufi U. Herufi U. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kuna mtu amefika nisomea, nisaidie kusoma. Basi kama hakuna aliyefika, mimi itabidi nisome. Unafiki. Unafiki inasema, unafiki, tabia ya mtu kutaka kuonekana asivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwamba hapa wanaozungumziwa sio wengine isipokuwa ni Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mafarisayo ndio walikuwa wakubwa wa hayo masinagogi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanapenda kuonekana kwamba ni wachaji wa Mungu, na hali sivyo walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 23 tusome mstari wa 2. Tuone ni kweli walikuwa wanafiki au sivyo. Mathayo 23 mstari wa 2 nitasoma. Basi yeyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukianzia 1 utajua Bwana Yesu alikuwa anazungumzia watu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Na maneno hayo ashukuriwe Mungu ananena ndani ya masinagogi yao. Amen. Amen. Ananena ndani ya masinagogi yao. Kwa hiyo unapokutana na hoja ya kwamba Yesu aliingia ndani ya sinagogi, kwa hiyo na wewe ili uwe mfuasi wa Yesu lazima uingie kwenye sinagogi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima uwe na msimamo. Ujue kwamba Yesu hakuingia sinagogi kwa kuabudu, kwa sababu angekuwa anaingia sinagogi kwa kuabudu asingefika hatua ya kuyachukia masinagogi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kuona kwamba masinagogi yamejaa watu wabaya, yamejaa watu wasiomcha Mungu, yamejaa watu kabisa ambao ni wapagani wa kiwango cha juu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukaangalie Mathayo 10 mstari wa 17, tuone je, kweli Yesu anasemaje haya sinagogi yana watu wazuri humo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 10:17 nasema, Mathayo 10:17 nasema, jihadharini na wanadamu, kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani kwa wasomaji wa Biblia mtakuwa mashahidi kwamba ilifika kipindi Mtume Paulo alipokuwa akihubiri injili ndani ya sinagogi, walimuukia na wakaanza kumpiga. Bwana Yesu asifiwe. Ile inatufundisha kwamba utabiri wa Yesu aliyokuwa ameutabiri mahali hapa ulikuwa umeenea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio ulikuwa umetimia kwamba watawapiga kwenye masinagogi yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hoja ya kwamba Yesu Kristo aliingia ndani ya sinagogi na wewe uingie ndani ya sinagogi uonekane ndio unamfuata Yesu ni jambo la uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni jambo ambalo haina msingi. Nadhani tumesoma maandiko mengi na hayo yote tuliyosoma ni kauli za Bwana Yesu. Ni kwa jinsi gani alikuwa anachukulia masinagogi. Angeachukulia kwa muktadha wa kuyapenda, nadhani angekuwa anaonesha kauli za kuyapenda, lakini anaongea kwa kuonesha kwamba ni mahali pasipofaa kabisa, kwamba anayeingia humo ni sawa na mtu ambaye ameingia upotevuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usithubutu kabisa kushawishika kwa namna yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nataka tuangalie, je, sasa kama sinagogi sio, hekalu vipi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hekalu nalo linakuwa sio kwa sababu kilichokuwa kinafanya ile nyumba ya Mungu kuitwa hekalu ni vile ilikuwa na sehemu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na sehemu ya patakatifu na sehemu ambapo walikuwa wakiketi washirika wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Maanake ilikuwa kama leo hapa kunakuwa na pazia. Anayeruhusiwa kuingia humu ni kuhani tu, na yeye sasa au anajiamini kwamba hajatenda dhambi kwa namna yoyote ile. Na kwa kuhofia walikuwa wanaingia wamefungwa kamba, ili kama wataona kimya, alikuwa ruhusiwi mtu kuingia, sababu ukiingia kule tu unakufa. Kwa kama atakuwa ameingia ametenda dhambi, walichokuwa wanakifanya tu wakiona ni kimya, wanatumia kuvuta ile kamba kutoa mzoga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya Yesu kufa siku ile, lile pazia likawa limepasuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hiyo alitabiri Yesu mapema kwamba baada ya mahekalu na masinagogi kwa kuwa jambo manafiki, sasa wateule wa Mungu wataabudu wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 16 tusome mstari wa 18.
18 inasema, Mathayo sura ya 16 na mstari wa 18 inasema, nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua, ukisoma katika Efeso ile sura ya 5 mstari wa 20 inasema kwamba tumejengwa juu ya misingi ya manabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyu Petro ndo Yesu Kristo alimchagua kuwa kiongozi wa mitume ambao Bwana Yesu aliwaacha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndiyo maana Yesu anasema kwamba kanisa atalijenga juu ya mwamba. Amen. Atalijenga juu ya mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa ina maana tofauti na jinsi tunavyofahamu. Unalijua hilo? Kanisa ina maana tofauti na jinsi tunavyofahamu. Naamini walio wengi tunafahamu kwamba kanisa ni hili jengo, si ndivyo? Au tunaweza tukawa tunajua kwamba kanisa ni mwili wa mtu, kwa sababu kuna mahala panasema kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kanisa, jinsi Yesu alivyomaanisha hapa, alikuwa na maana hii. Amen. Kanisa ni kutaniko la watakatifu, wafuasi wa Kristo. Ndiyo maana ya neno kanisa, ni kusanyiko la watakatifu. Kusanyiko la watakatifu au wafuasi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kusanyiko kwa sababu gani? Hebu tukaangalie Matendo ya Mitume ile sura ya 7. Saba 38 ukifika unaweza ukanisomea. Amen. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai. Tena pamoja na baba zetu ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani ni wasomaji wa Biblia. Kuna kanisa lilijengwa jangwani. Isipokuwa jangwani kulikuwa na kutaniko. Kulikuwa na mkutano wa taifa teule, taifa takatifu. Amen. Amen. Kwa hiyo Yesu anaahidi kwamba kwa uongozi, kwa uangalizi wa Petro atafanya kutaniko la watu wanaompenda yeye, wanaozishika sheria zake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nyingine ya kanisa ni kwamba kanisa ni kutaniko la watakatifu. Mahali fulani nilikuwa nasoma kitabu fulani kinasema kwamba ni kutaniko la kimasia, yaani watu wanaomwamini Masia. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo tafsiri ya neno kanisa. Kwa hiyo basi, kwa sababu tukiwa kutaniko tunaitwa ni kanisa. Kwa hiyo nyumba ambayo tumekaa lazima itakuwa ni nyumba ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata ukichukua mashine ukaijengea nyumba, ile nyumba inaitwaje? Nyumba ya mashine. Lile jengo la mashine. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda pale Dodoma bungeni wanasema nyumba ya bunge, lakini ile nyumba sio bunge. Bunge ni kile chombo. Amen. Ni ule uwakilishi wa kuwakilisha wananchi. Kwa hiyo kanisa, ili jengo inayepata uhalali wa kuitwa kanisa kwa sababu sisi tuliomo ndiyo tunahesabika kuwa kanisa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wote wanaomfuata Yesu Kristo lazima waingie kanisani. Lazima wawe moja ya sehemu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nadhani kwa habari ya kwamba mahali sahihi pa kuabudia, nadhani haitakupa shida tena. Kwamba Yesu aliingia sinagogi haitakupa shida tena, kwa sababu kuna kitu kimekipokea jioni leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba kwa haraka tuende kuangalia jambo la pili. Hili jambo la pili ni jambo ambalo namshukuru Mungu, mchungaji alishawahi kulipitia, alitufundisha, lakini yamkini wapo ambao hawakuwepo au ulikuwepo ukuwa na maandalizi ya kuchukua kumbukumbu. Sisi ambao tulichukua kumbukumbu ndio maana leo tumesimama ili tuweze kukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaamini kabisa katika ulimwengu wa sasa tunaoishi zipo siku tatu ambazo utakuta kila mmoja anavutia upande wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, siku ni ipi ambayo ni sahihi, ambayo kabisa Mungu anaijua na anatamani wote walioumbwa kwa mikono yake waweze kuabudu katika siku hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu zipo siku tatu. Bwana Yesu asifiwe. Namba tuende kuangalia siku, namba tuangalie siku mbili, kwa sababu nyingine kabisa tumeshaona kwamba ni ya watu ambao ni wanafiki kwa mujibu wa maneno ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba tuende kuangalia hii Jumamosi na hii Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende kuangalia katika kitabu cha Kutoka sura ya 16. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hii Biblia jinsi ilivyopangwa sivyo mambo yalivyokuwa yakitendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo lilianza lakini likapelekwa mbele, lile la mbele likarudishwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hii sura ya 16 inashuka baada ya sura ya 20 imekwisha kushuka. Unalijua hilo? Kwa sababu hii sura ya 20 ya Kutoka ni kwamba Mungu alikuwa anazishusha amri 10. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii sura ya 16 Mungu anatoa ufafanuzi wa zile amri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo huwezi kuanza kutoa ufafanuzi kabla hazijatoka amri. Lazima zianze amri kwanza, hapo ndo utaanza kufafanua amri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba tuangalie Kutoka sura ya 16 tuone, je, Mungu alipotoa Sabato alikuwa amekusudia iwe kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Namba nisome mstari mmoja tu kwa sababu ya muda na muda kwa umekimbia. 29 kama umekwisha kufika na mimi nimekwisha kufika nitasoma. Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo Sabato. Kwa sababu hii huwapa siku ya 6 chakula cha siku 2. Kaeni kila mtu mahala pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya 7. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nadhani amri mnazifahamu. Ukisoma katika ile sura 20 mstari wa 10 na wa 11, mstari wa 10 unasema kwamba siku 6 fanya kazi, siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Usifanye kazi wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mgeni aliyo katika malango yako wala mfugo wako wa kufugwa. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye kazi yoyote. Na ukisoma hili neno Sabato, tafsiri yake, unajua Sabato ni neno la Kiebrania
ambalo kwa Kiswahili lina tafsiri ya pumziko au kustarehe kabisa. Ndio maana ukisoma ile mstari wa 11 inasema kwamba kwa maana kwa siku 6 Mungu aliziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, na siku ya 7 akaacha kazi yake yote, akastarehe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anaishusha Sabato kwa sababu ya wale ndugu walikuwa na mambo mengi, walikuwa na mahangaiko, na akaona kwamba lazima aweke siku ya kupumzika kwao na shughuli zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anaposema hata wanyama wasifanye kazi, maanisha kwamba kipindi kile magari haya ya injini yalikuwa bado, walikuwa wanatumia magari yanayokufa na wanyama. Kwa hiyo kwa siku ya Sabato wanyama wapate kupumzika. Wafanyakazi, watu wenye uwezo walikuwa na watumwa waliokuwa wakiwanunua. Watumwa kwa siku ya Sabato wapate pumziko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa namna yote ni kwamba kwa siku ile ya Sabato hata haikuwa siku ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haikuwa siku ya kuabudu. Kwa nini haikuwa siku ya kuabudu? Hebu fungua Mambo ya Walawi 23. Katika Mambo ya Walawi 23 nisomee mstari wa 11. Basi amina. Naye akautikisa mkanda mbele za Bwana ili kwamba ukubaliwe kwa ajili yenu. Siku ya pili baada ya Sabato kuhani atautikisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba siku ya pili baada ya Sabato ndipo hata shughuli za kikuhani zilikuwa zikifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata Mungu alipowapa Sabato haikuwa kwamba kwa siku ya Sabato waabudu. Amen. Haikuwa kwamba waabudu kwa siku ya Sabato. Ilikuwa Sabato ni kustarehe, kwa sababu tulivyosoma katika Kutoka ile 16 anaeleza kabisa kwamba kwa siku ya Sabato Mungu alikuwa kuwashushia mana kwa siku ya 6 ya siku 2. Kwa siku za kawaida ilikuwa mana ikilala kesho na kuta imeoza, lakini kwa sababu ilikuwa ni Sabato hawaruhusiwi hata kuwasha moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda wako utasoma ile Kutoka 35 mstari wa 1 na wa 2. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka tena kujua zaidi unaweza kusoma Kutoka 31. Anaelezea tu habari za ufafanuzi wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa utajiuliza, sasa mbona tulipoanza kusoma tulipokuwa tukiangalia mahala pa kuabudu, tuliona kwamba Yesu akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana unajiuliza kwamba ilikuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua iko hivi, nitasoma hivi vitabu, lakini kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna kitabu kimewekwa mbele lakini kilikuwa cha nyuma cha kwanza kuanza, lakini kimewekwa mbele lakini kilikuwa cha nyuma kuanza. Mfano ni Yeremia na nabii Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Aliyetangulia ni nabii Yeremia, ndio baadaye akafuata Isaya, lakini ukiangalia kwenye Biblia wameanza na Isaya halafu anafuata Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu na watu waanze kuangalia kwanza kwa Yeremia 31, tuanze mstari ule wa 32.
Manake haya maneno nataka uyazingatie. Unaweza kukutana hizi changamoto ukajikuta kabisa unakosa pa kushika mpaka unaanza kujiuliza, hivi kweli mambo yako hivi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema wewe ukisoma utaanza hata mstari wa 31. Anasema si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walivunja, ingawa nalikuwa mme kwao, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hii 31 mpaka 30 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma 31 mpaka 34 utajua ni kitu gani ambacho nabii Yeremia alikitabiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nabii Yeremia anatabiri mabadiliko katika sheria na taratibu zilizokuwako kwa kizazi cha mababu zetu, kwamba siku zinakuja atakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapa manake nabii Yeremia anaanza kutabiri kwamba kutakuwa na mabadiliko katika taratibu na baadhi ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nataka tuangalie, je, ilikujaje mpaka watu wakatoka kuabudu siku ya Sabato na wakaanza kuabudu? Bwana Yesu asifiwe. Hebu naomba rudi nyuma hapo kwa Isaya. Yaani hapa hatujatoka mbele tukarudi nyuma. Hapa tumeenda kwa mtiririko sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua hiyo Isaya 66. Mstari wa 23. Isaya 66 mstari wa 23. Amen. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kile ambacho nabii Yeremia alikitabiri na Isaya vivyo hivyo anakitabiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio ukija kwa nabii Nehemia. Amen. Nabii Nehemia ndio alikuja alikuja kuwa nabii, mambo yamekwisha kufika mbali. Yaani Sabato ndio wameshaiacha kabisa, ndio wanafanya biashara, mpaka akaamuru lango la kuingia mji wa Yerusalemu liwe linafungwa kwa siku ya Sabato, na kwenye lango kuwekwe ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa mambo yalikuja kuharibika mpaka unabii ukaja ukatimia, watu wakaanza kuabudu kwa siku ya Sabato, ambayo ukisoma maandiko ilikuwa kinyume kabisa, kwa sababu maandiko yanasema usifanye kazi iwayo yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi naamini hata kuabudu ni kazi. Amen. Nadhani hapa ninahubiri ninafanya kazi, lakini Mungu alisema ni siku ya kustarehe kabisa, siku ya kustarehe kabisa. Kwa hiyo kwa utaratibu huo mpaka lile neno la Isaya likaja likatimia. Bwana Yesu asifiwe. Basi siku ya Sabato ikiwa ni siku rasmi ya kuabudu, sasa utajiuliza, kama siku ya Sabato ilikuwa ni rasmi kwa kuabudu Mungu, inakuwaje leo sisi
tunakutanika Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani waliokuwepo alipofundisha mchungaji wetu wanakumbuka, lakini kama umesahau lazima nikupitishemo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa tunakutanika Jumapili kwa sababu ni siku ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ambayo Bwana Yesu alishinda kwa ajili yetu. Amen. Manake kama angelikufa asifufuke, sijui nyuso zetu tungezificha wapi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akushukuriwe Mungu wetu kwa sababu alifufuka, zilikuwa ndio nguvu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio pale unaweza ukasoma ile Injili ya Mathayo sura ya 28, ukasoma ile Injili ya Marko sura ya 16, unaweza ukasoma ile Injili ya Yohana sura ya 20. Bwana Yesu asifiwe. Ama unaweza hata ukasoma katika Matendo ya Mitume. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume ile sura ya 2. Amen. Matendo ya Mitume ile sura ya 2. Lakini sasa nataka niende direct kuonesha kwamba kwa nini tunasema kwamba walianza kuabudu Jumapili. Ni ya kwetu sisi